Ndugu wanahabari, jambo kubwa lililotuleta leo hapa, mimi nikiwa kiongozi au mwenyekiti wa kamati iliyoundwa na Mheshimiwa Rais ya kufanya majadiliano na makampuni mbalimbali ya madini ikiwemo kampuni ya Barrick, pamoja na Rais na mtendaji mkuu wa kampuni ya Barrick Gold Corporation, Mark Bristow, ni kuwatangazia watu wote duniani kwamba sasa Barrick Gold Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameunda kampuni mpya ya pamoja inayoitwa Twiga Minerals Company Limited, ambayo imeandikishwa hapa Tanzania na itakuwa na makao yake makuu Mwanza. Na vizuri mjue kwamba Mark Bristow, mji wa Mwanza sio mpya kwake, alikuwa na kampuni yake ambayo nitaieleza baadaye huko Mwanza kwa miaka 5, na labda hakuwaeleza pia anatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo yake mingine kwenda kwenye machimbo yake ya madini ya Lumwana, Zambia, lakini pia Kibali huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa leo moja ni kuambia kwamba tumeunda kampuni mpya hii ya Twiga Minerals Corporation Limited, ambayo ni kampuni ya ubia wa Barrick Gold Corporation na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Barrick Gold Corporation ina asilimia 84 na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina asilimia 16. Lakini pia hiyo ni kampuni itakayosimamia migodi ya Bulyanhulu, Buzwagi na North Mara. Lakini pia katika hiyo migodi, katika kila mgodi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina asilimia 16, Barrick ina asilimia 84, na ndani ya kampuni hii hivyo hivyo. Na kampuni hii imeundwa baada ya kampuni ya Acacia, ambayo Barrick Gold alikuwa na asilimia 63.9 na nyingine zilikuwa kwa wanahisa wadogo. Kampuni ya Barrick kuamua kununua hisa zote, ikawa na hisa 100, na baada ya hapo kuifuta kampuni ya Acacia ambayo ilikuwa na makao makuu London. Kwa tunavyozungumza sasa, Acacia imekufa, haipo, na badala yake sasa imekuja kampuni ya Twiga, na maana yake sasa ofisi ya London ambayo ilikuwa inatumia hela nyingi imefungwa, na badala yake shughuli zote zitafanyika hapa Tanzania. Kwa leo ni siku kubwa. Leo ni siku ya ushindi. Ushindi kwa Barrick, ushindi kwa Tanzania. Kama mnavyokumbuka, Machi mwaka 2017, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, alitutangazia wananchi wa Tanzania na dunia kwamba tuna mgogoro na kampuni ya Acacia iliyokuwa inaendesha ile migodi mitatu ya Bulyanhulu, Buzwagi na North Mara, kwa vitendo ambavyo vilikuwa vinatufanya sisi tupoteze mapato na ambavyo hakufaa. Akaunda tume mbili, na baada ya hapo tukawa katika mgogoro mkubwa, na ndipo kampuni ya Barrick, mwenyekiti wao Professor John Thornton alipoamua kuja nchini, na baada ya mazungumzo ya Professor John Thornton na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, wakubaliana kuanza mazungumzo. Tulianza mazungumzo na timu ya mwanzo ya Barrick. Natumia neno timu ya mwanzo, na nitaeleza kwa nini natumia neno timu ya mwanzo baadaye. Tarehe 31 Julai mwaka 2017. Nyote mnafahamu lile kundi kubwa la watu waliokuja, na mimi mlivyoniona ile siku. Mazungumzo hayo yalikamilika tarehe 19 Oktoba mwaka 2017 kwa kutia saini makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ya Barrick kwamba sasa tumekubaliana: moja, kuchangia faida za kiuchumi 50 kwa 50, kuunda kampuni mpya, kuhakikisha tunabadilisha mtindo wote wa uendeshaji wa migodi hiyo, kufunga ofisi ya London, kufunga ofisi ya fedha iliyokuwa Johannesburg, na mambo yote kufanyika hapa nchini.
ambayo yanaendana na mabadiliko tuliyofanya. Kwa baada ya hapo, kuanzia Oktoba 2017 tulianza sasa majadiliano ya kina ya kujadili nyaraka mbalimbali za utekelezaji wa maazimio hayo. Mazungumzo hayo yaliendelea, yakafika mahali yakawa yanakwenda taratibu, lakini jambo kubwa lilitokea Januari mwaka 2019. Januari 2019, kampuni ya Rand Gold Resources ya Afrika ya Kusini, hawa wawili ni wenzetu kutoka Afrika ya Kusini, ni Waafrika wenzetu. Kampuni ya Rand Gold Resources, ambayo hiyo ndio huko nyuma Mark Bristow alikuwa nayo Mwanza, iliamua kuungana na kampuni ya Barrick. Na katika muungano huo, ndugu Mark Bristow ambaye yeye ndiye alikuwa mmiliki wa Rand Gold Resources, ndio amechukua uraisi na utendaji mkuu wa kampuni mpya ya Barrick. Na wao mara baada ya kuchukua kampuni hii ya Barrick, hawa Rand Gold Resources, hapo walitamka kwamba wanataka kumaliza mgogoro uliopo Tanzania ili warudi Tanzania katika ubia mpya, mtizamo mpya, mwelekeo mpya ambao utakuwa ni win-win kwa pande zote mbili. Na ndipo Dr. Willem Jacobs alifika hapa nchini tarehe 23 Novemba 2018. Tukaanza mazungumzo ambayo yameenda vizuri sana. Tumekamilisha nyaraka nyingi, nyaraka 9, na sasa kwa mujibu wa sheria ya mwanasheria mkuu wa serikali na sheria ya serikali, nyaraka hizo zote sasa tunazipeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali ili kwa mujibu wa taratibu za kiserikali zipitiwe, na hatimaye tunaamini mpaka tarehe 15 Novemba shughuli hiyo ya mapitio ndani ya serikali kwa utaratibu wa serikali itakuwa imekamilika. Na ndipo zile nyaraka nyingine zitatiwa sahihi, na zitatiwa sahihi sasa chini ya mwamvuli mpya wa kampuni hii ya Twiga Minerals Corporation Limited. Na kwa kweli nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mark Bristow na kumshukuru sana Dr. Willem Jacobs, kwa sababu wao ni watu ambao wamekuja katikati wakanunua kampuni, wakaungana na kampuni ya matatizo ambao wao hawakuwa sehemu yao, lakini wao wakaamua tuyamalize. Na tumeyamaliza kama nilivyosema. Tumefanikiwa sana. Tulipoanza mazungumzo haya tarehe 31 Julai 2017, wako waliosema kwamba hatutaishinda Acacia. Wako waliotabiri kwamba watatushtaki, na kweli Acacia watushtaki wakidai mamilioni ya pesa. Na wako waliosema hizo kesi tutashindwa, tumekurupuka. Lakini leo haya nayo yasema, moja, yamedhihirisha kabisa kwamba Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa na hoja, na hoja hiyo imefanikiwa kwa Acacia kufa, na kufa kwa Acacia na kuundwa kwa Twiga kulikowezeshwa na Mark Bristow na Willem Jacobs kumezaa nini? Moja, zile kesi zote London zimekufa. Wale waliodhani tutashtakiwa, tutalipa mamilioni ya pesa, imekufa. Acacia imekufa, madeni yamekufa, na badala yake sasa tunaanza ubia mpya sisi na Barrick chini ya kampuni hii. Maana yake hakuna tena kampuni London inayosimamia migodi hii wala South Africa. Badala yake hawa vitu vyote vitasimamiwa hapa. Ndio tofauti kati ya Barrick ya zamani, the former Barrick, na Barrick ya sasa. The former Barrick ilisimamia migodi ya Bulyanhulu, Pangea na Buzwagi kutoka London. The new Barrick inasimamia migodi ya Buzwagi, Bulyanhulu na North Mara kutoka Tanzania, na kupitia kampuni ya Kitanzania na kampuni ambayo imeandikishwa Tanzania yenye makao makuu Tanzania.